Petro wa pili 3:18. Kuweni katika neema na katika kumjua Yesu Kristo. Utukufu una yeye. Unapokuwa katika neema, kadri neema Mungu inavyozidi kukua kwako, ule utukufu wake ambao uko kwake unaachiliwa kwako. Kwa kadri neema inavyokuwa na utukufu wa Mungu unakuwa kwako. Utukufu maana yake nini? Utukufu maana yake ni Mungu kujulikana. Utukufu maana yake ni Mungu kuonekana. Utukufu maana yake ni Mungu kujidhihirisha kwa macho ya nyama, macho yakaona. Yohana anaongea kwenye waraka wa kwanza kwamba yale mambo ambayo macho yetu yaliona, masikio yetu yakasikia, tukashika, tukagusa kwa mikono yetu, naye neno akafanyika mwili, nasi tukaona utukufu wake. Utukufu kama mwana pekee atoka Baba aliyejaa neema na kweli, naye neno akafanyika mwili, nasi tukaona utukufu wake. Kwa hiyo utukufu ni nguvu za Mungu kudhihirika kwa jinsi ya mwili. Utukufu ni mkono wa Mungu kuonekana upande huu wa mwili na damu na nyama. Utukufu ni Mungu kujifunua kwa mwanadamu kwa namna ambavyo mwanadamu atamuona. Kwa kadri neema inavyozidi kukua na utukufu wa Mungu kwa mwanadamu husika unazidi kukua, kadri neema inazidi kuachiliwa kwa mtu, ndivyo Mungu anazidi kujifunua kwake, matendo yake. Wanasema utukufu wa Mungu wake ni mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu wake ni nguvu za Mungu kujifunua kwa jinsi ya nyama na mwili na damu. Macho haya yakaona, masikio yetu yakasikia, mikono yetu ikagusa. Make ni udhihirisho wa nguvu za Mungu kwa mwanadamu. Na ili nguvu za Mungu kwa mwanadamu zidhihirike, make ni matendo ya Mungu. Kuna vitu vinafanyika, vitu vinafanyika. Ndio maana ya utukufu wa Mungu. Naye neno kafanyika mwili, na sio utukufu wake. Kwa kuna vitu vinafanyika mwili kwenye maisha yako. Kwa kuna mambo Mungu anaanza kuyafanya mwili. Iko hivi, mahali ambapo neema ya Mungu haipo, udhihirisho wa Mungu haupo. Kwa mtu ambapo neema ya Mungu isipokuwepo, kuna mambo yanaweza kufanyika mwili. Sikiliza, wakati malaika Gabriel amemtokea Mariamu kwenye kitabu cha Luka sura ya 1, alimwambiaje? Alipofika kwa Mariamu alimwambia usiogope. Alimwambia umejaa neema na utapokea mimba, utazaa mwana, jina lake utamuita Yesu. Nitakaokomboa wanadamu na dhambi zao. Ni Mathayo, nimechanganya na Mathayo hapo. Lakini kwenye Luka alimwambia, kwenye Luka ukisoma 34, 35, 36 sema alivyosema itakuja jambo hili na mimi simjui mume, akasema roho wa Mungu atakuja juu yako na nguvu zake zitafunika kama kivuli. Hapo ni roho wa neema. Roho wa Mungu atakuja juu yako. Yule kwa ni roho wa neema, sababu mwanzo alimwambia umebarikiwa wewe uliyejaa neema. Na tumeona kuna kiwango cha roho ya neema. Anasema roho wa Mungu atakuja juu yako na nguvu zake zitafunika kama kivuli. Kitakachozaliwa kitoto kitakatifu mwana wa Mungu aliye hai. Ukirudi kwenye Yohana sura ya 1 anasema hapo mwanzo kulikuwa neno, neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu. Mstari wa 14 anasema kwamba naye neno akafanyika mwili, nasi tukaona utukufu wake. Neema ilikuwepo kwanza ili kuufanya neno la Mungu lifanyike mwili. Mahali ambapo neema haipo, neno halifanyiki mwili. Na sipofanyika mwili wake ni utukufu wa Mungu hauonekani kwa mtu. Kwa hiyo ili utukufu wa Mungu uonekane lazima neema ya Mungu ikae. Kwa hiyo Biblia inasema hivi kwenye Warumi sura ya 3 kwamba watu wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Yeye tunahesabiwa haki bure kwa neema. Kwa sababu dhambi ilipoingia iliondoa utukufu, iliondoa udhihirisho wa Mungu, iliondoa nguvu za Mungu, iliondoa Mungu kufanya vitu kuvijalisha kwa jinsi ya mwili. Sababu utukufu ni Mungu kuonekana kwa jinsi ya mwili. Neno akafanyika mwili, nasi tukaona utukufu wake. Neno alifanyika mwili, tukaona utukufu wake. Kwa utukufu ili uonekane lazima pia kuna kitu kimefanyika mwili. Dhambi iliondoa uwezo wa neema kufanya kitu katika mwili. Ilipoondoa, ilibidi neema irudi ili ule uwezo wa kufanya kitu cha kiroho kiwe kwa jinsi ya mwili duniani kirudi pia. Ndio maana tunapozidi kukua katika neema na utukufu una yeye, make wenyewe unazidi kuongezeka. Kwa ndio maana vimewekwa kwenye mstari mmoja. Anasema kuweni, make to grow. Kiingereza kinatumia neno grow, make kukua katika neema na katika kumjua yeye. Sababu unapozidi kukua katika maarifa ya Mungu, unakuza kiwango chako cha neema. Ukikuza kiwango chako cha neema, udhihirisho wa Mungu unaonekana kwenye maisha yako. Hataki umalize maombi yako bila kumwambia Mungu niongezee neema. Ndio maana Paulo alijua kwenye Wakorintho wa pili sura 13 mstari wa 14, anasema neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nasi nyani nyote sasa na hata milele. Alijua kwa sababu neema ya Mungu isipokaa na watu, udhihirisho wa Mungu kwa jinsi ya mwili hautakuwepo. Kwa matendo makuu ya Mungu, mkono wa Mungu, nguvu za Mungu kuonekana kwa mwanadamu ni matokeo ya neema ya Mungu kumkalia. Lazima neema ya Mungu ije kwenye maisha yako ikukalie. Ili nini? Ili pawe na uwezekano wa kuzalisha vitu kwa jinsi ya mwili. Sababu neema ikiondoka, vitu havizaliwi. Ili ukiomba pawe na matokeo, ukisoma neno liwe na matokeo kwa jinsi ya mwili. Neno akafanyika mwili. Sasa neema ni nguvu inayoishi, ni nguvu iishio. Anasema atakuja juu yako Roho Mtakatifu na nguvu zake zitakufunika kama kivuli. Ni nguvu inayoishi. Kuku anataga mayai, itabidi yule kuku alalia yale mayai siku 21. Kuna nguvu inayotoka kwa mama kuku, inaingia ndani ya yai, inabadilisha ule ute kuwa mtoto. Sasa ile nguvu iliondoka kwenye kuku ina uwezo wa kwenda kutengeneza, kubadilisha ule ute na kufanya kuwa
kuku, kitoto cha kuku ndani. Na neema vivyo hivyo ni kiumbe hai. Malaika alipomwambia Mariamu, Roho wa Mungu atakuja juu yako na nguvu zake zitakufunika kama kivuli, kitakachotoka humo kitakuwa ni kitakatifu, mwana wa Mungu aliye hai. Make nini? Neema ya Mungu inatamia kitu, inakifanya kuwa kwa jinsi ya mwili, bila mbegu ya kibinadamu, bila nguvu, au niseme bila juhudi za kibinadamu kuhusika. Unafanya kwa sehemu yako, lakini kutegemea kuvileta kwa jinsi ya mwili inakuwa ni Mungu mwenyewe. Mariamu alikuwa na kazi kutunza ujauzito, alibadilisha vyakula vilivyokuwa nakula. Wakati Samson anakuja, mama yake aliambiwa usionje kileo, usifanye hivi. Kuna namna alikata vitu, lakini Roho wa Mungu pia alikuwa naye, kwa sababu kuna vitu vinatakiwa vizaliwe pamoja na yeye. Samson, malaika alipomwambia Mariamu, Roho wa Mungu atakuja juu yako, alikuwa ni roho wa neema, sababu mwanzo anasema umebarikiwa wewe uliyejaa neema. Maki alikuwa amejaa neema kwa kiwango cha, sababu ndio kiwango cha mwisho kwenye vile viwango vya neema. Kiwango cha mtakatifu ni kiwango cha mwisho cha neema. Kwa umejaa neema, na sababu neema hiyo ni kiwango cha roho, Roho anakuja juu yako. Akija juu yako kuna nguvu ya kiungu inakuwa imebebwa, ni nguvu inayoishi, ina uwezo wa kuingia na kukuatamia, na ndani yako ikatengeneza kitu bila mkono wa mwanadamu kuhusika, ikafanyika kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo ili ikue lazima itunzwe, ili ikue lazima ipewe thamani. Kwa ni nguvu inayoishi. Kama ni nguvu inayoishi lazima uiongeze, lazima uichochee, lazima uithamini.